ambacho tunaandika msaada wa mwanadamu uliowekwa na Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Msaada wa mwanadamu uliowekwa na Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Msaada wa mwanadamu uliowekwa na Mungu kupitia Roho Mtakatifu ni kati ya somo muhimu la msingi sana, na litakusaidia kukubadilisha ufahamu fikra. Hii kijengeka ndani yako vizuri, kuna namna fulani hali yako itachange. Na msaada kiujumla, tunaposema msaada kiujumla, huwa ni kitu kinachotolewa kwa mtu mwenye shida au uhitaji. Kawaida msaada kitu kinachotolewa kwa mtu mwenye shida au uhitaji kwa lengo la kuondoa ile shida au kutimiza haja yake. Msaada ni kitu kinachotolewa kwa mtu mwenye shida, lakini kina lengo la kuondoa ile shida au kutimiza yale mahitaji yaliyonayo. Ni kwa nini nimeliweka hivyo kwa namna lilivyo? Ni kwa sababu moja, unapofuatilia maisha ya mwanadamu yoyote anahitaji msaada. Anaweza akawa na afya lakini asiwe na pesa. Anaweza akawa na mawazo lakini asiwe na vitu vya kufanya kwa ajili ya mawazo aliyonayo. Kwa hiyo mwanadamu mbele za Mungu ni kiumbe anayehitaji msaada sana. Sikudanganye mtu kwamba hahitaji msaada. Sikudanganye, kwa sababu Mungu anahitaji tujue hivyo kwamba tunahitaji msaada. Na ili msaada uwe nzuri, maana lazima uhitaji. Lazima uhitaji. Uwe ni msaada wa kiuchumi, uwe ni msaada wa kiushauri, uwe ni msaada wa kifedha, uwe ni msaada wa kikazi, uwe ni msaada, lazima vyote vile ukionyesha kuhitaji ndipo unapoweza kupata ule msaada ukawa na manufaa kwako. Sasa mimi nataka kuzungumzia habari za Mungu. Unaona, wakati Mungu anamuumba mwanadamu katika bustani ile, alikuwa na kipindi anachokwenda kumtembelea mwanadamu wakati wa jioni. Lakini baada ya anguko la dhambi la Adamu na Hawa, unaona protocol ambazo Mungu aliziweka tena kwa mwanadamu ikawa ni ngumu. Mungu alikuwa anakwenda kwa Adamu na Hawa hata bila mwaliko. Lakini baada ya dhambi, unaona ndipo maombi yanapozaliwa pale, kwamba kama mnamhitaji Mungu lazima muombe. Kama unahitaji Mungu akusaidie lazima uombe. Lakini baada kwanza haikuwa hivyo. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo mwanadamu amepitia baada ya ile anguko la dhambi la Adam na Hawa. Kwa hiyo swala la Mungu kuja kwako sio automatic.
Yesu asifiwe. Anaweza akawa anajua kabisa unahitaji msaada, lakini kama hauhitaji ule msaada utabaki hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa mfano, kile kitabu cha Warumi sura ya 3. Wa 23. Mfano kwa mstari. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Angalia mstari huu. Wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo dhambi inapunguza kiwango cha utukufu wa Mungu kwa mtu. Utukufu wa Mungu ukipungua kwa mtu, kiwango chake cha maisha kwa sura ya Mungu kinapungua pia. Kiwango chake cha ufanisi kinapungua. Kiwango chake cha maombi kinapungua. Kiwango chake cha baraka kinapungua. Dhambi inaondoa kitu kikubwa sana kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo unaona wote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu kwa sababu ya dhambi. Dhambi inafanya kiwango cha kujidhihirisha, kiwango cha kuonekana, kiwango cha msaada wa Mungu kwa mtu kinakata. Kwa hiyo unaweza ukaomba lakini chini ya kiwango. Unaweza ukawa unafundisha lakini chini ya kiwango. Unaweza ukawa unatoa lakini chini ya kiwango. Unaweza ukawa unafanya kazi ya Mungu lakini chini ya kiwango. Kuna namna fulani kama kuna kitu kinaondolewa hivi, unajikuta hautembei kwenye ule utimilifu na ukamilifu ambao Mungu anataka. Hayo ni matokeo ya maisha ya dhambi. Mojawapo kati ya kazi inayopunguza ufanisi na viwango vya kuonekana kwa Mungu kwa mtu ni dhambi. Ni dhambi. Sasa kwa sababu wewe tumefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, maana yake utapiga kiwe chini ya kiwango, utaimba chini ya kiwango, nitachunga chini ya kiwango, nitafundisha chini ya kiwango, nitatembea chini ya kiwango, nitafanya biashara chini ya kiwango, nitafanya kazi chini ya kiwango. Viwango vile mtu anaweza akaona unafanya, lakini kwa picha ya Mungu viko chini. Unaweza ukaona mtu amefanikiwa, lakini kwa picha ya Mungu na sura ya Mungu anasema huyu bwana yuko chini ya kiwango. Unaweza ukaona kiwango cha kufikiri kwa mtu pia kunakuwa kuko chini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Kwa hiyo dhambi inapunguza kule kuonekana kwa Mungu kwa mtu. Unaweza kumsifia kwamba umeomba sana, kwa Mungu ni zero. Unaweza kusema wewe ni sana, kwa Mungu ni zero, kwa sababu hatuishi kwa viwango tunavyoviona sisi kwa sisi. Tunaishi kwa viwango ambavyo Mungu ndivyo anataka kwa namna anavyotaka. Na wewe ukajua namna anavyotaka kama hujajua kwa nini alituma msaada. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Haleluya, haleluya. Yanachozungumza manake kwa ujumla, sio rahisi kwa mwanadamu kuishi kwenye viwango vya kiungu bila kupata msaada wa kiungu. Sio rahisi. Yaani hiyo iwe ndani ya kichwa chako kabisa, iwe ndani ya fikra zako kabisa. Huwezi ukaishi kwenye viwango vya kiungu, maana yake namna Mungu anavyotaka, bila msaada wa Mungu ndani ya maisha yako. Huwezi. Utafanya kazi lakini chini ya kiwango. Utahubiri lakini chini ya kiwango. Utafundisha
Yesu asifiwe. Okay, twende kwenye Biblia. Na hii ni kwenye kila eneo la maisha yetu. Ndio maana nasema msaada wa mwanadamu uliowekwa na Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Leo utasikia watu wanamsema kazi ya Roho Mtakatifu. Utamsikia watu wanasema vibaya. Watamzungumza Yesu lakini hawazungumzi Roho Mtakatifu. Utasikia wao kwenye dini lakini hawana Roho Mtakatifu. Na hiyo inasumbui. Na hiyo inasababisha maisha mahangaiko na masumbufu sana, kwa sababu msaada ambao Mungu amewachilia mwanadamu kwa msaada ameuweka na kuchomeka kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama anataka, maana lazima atapata na Roho Mtakatifu, ajue Roho Mtakatifu ukoje, ajue Roho Mtakatifu anafanyaje, ili ule uhalisia wa kile ambacho Mungu amekusudia kiwe halisi kwenye maisha. Kitabu cha Filipi sura ya 2, Filipi sura ya 2 ule mstari wa 13. Biblia inasema, nasema hivi: kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake jema. Angalia sasa. Kwa maana Mungu ndiye atendaye kazi ndani, sio nyinyi. Mungu ndiye anatenda kazi ndani yenu kutaka kwenu na kutenda kwenu, lakini matokeo ni kulitimiza kusudi lake ndani ya maisha yenu. Kwa lugha nyingine, unachopata anasema Mungu ndiye atendaye kazi ndani yetu. Anatusaidia nini? Tunachotaka na kutenda katika mambo yanayomfurahisha yeye. Hiyo tafsiri ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri nyingine nasema, kwani Mungu ndiye afanyaye kazi daima ndani yenu na kuwapeni uwezo wa kutaka na kutekeleza mambo yanayopatana na mpango wake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kila wakati tunaonyesha wanadamu, rudi kwenye mpango wa Mungu, rudi kwenye kusudi la, kwa sababu nguvu za Mungu na uwezo wa Mungu hauji kwenye mambo yako. Utamvuta Mungu afanye unachotaka, lazima ukae kwenye kile alichokusudia. Kwa maana gani? Anakupa nia ya kutenda, alafu anakupa uwezo wa kutekeleza ulichokusudia, lakini kwa ajili ya kusudi lake, sio lako. Atanipa kusudi la uponyaji, atanipa nguvu za uponyaji, lakini kwa ajili ya kusudi lake, sio langu. Atanipa nia ama kusudi la kufungua watu, alafu atanipa nguvu za kufungua watu, lakini sio kwa ajili yangu, ni kwa ajili ya kusudi lake. Ndicho anachosema kwenye Filipi 2:13 kwamba Mungu anapokuja kufanya kitu anakuja kwa ajili yake, sio kwa ajili yako. Ndio maana ukiwa na wewe na kiburi hivyo, utapata msaada wa Mungu kokote kule, kwa sababu msaada wa Mungu unakuja kwa watu wenye nia sawasawa na Mungu, wenye mawazo sawasawa na Mungu, na walio na kusudi sawasawa na nani? Na Mungu. Ninachotaka ukione, ninasema Mungu ndiye atendaye kazi ndani yetu. Usitake usiokapotea hapa. Anakupa nia ya kuwa nabii. Anapokupa nia ya kuwa nabii, anakupa nguvu ya kuwa nabii, lakini kwa ajili ya kusudi lake, sio lako. Ndio maana uwezo kujisifia, ninaimba, ninapiga kitu, ninafanya nini? Kwa sababu sio uwezo wako, ni yeye ndiye amekusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo anakupa wazo la kufanya, anaweka msukumo wa kutenda, alafu anakupa nguvu za kutenda hicho, lakini kwa ajili ya kusudi lake. Yaani hakuna kizuri unacho
kabisa, yani aonekane kabisa sio kitu. Nitapambana naye mpaka nipoteze. Kwa sababu gani? Hiyo ni roho ya kiburi na kutokujua. Chochote chema tunachokifanya, unachokiona na unachokitenda, ni Mungu ndiye anafanya, lakini kwa ajili ya kusudi lake. Chapie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo ukajisifia ni kama vile ukisifia kama pumzi ni yako, afya ni yako. Wewe una uwezo wa kuona pumzi. Ikikata sasa hivi dakika moja utafanya. Kwa hiyo lazima ujue kila kitu ambacho mwanadamu anapitia ni msaada wa Mungu unaomsaidia. Kuna wengine anaweza kuwa na maisha ambayo yalikuwa mazuri kwa sababu alafu anasahau kwamba hata kwenye maisha magumu aliyopitia kuna msaada wa Mungu. Anajiona yeye, anaona msaada, anaona ni yeye ndiye amepanga, sio wewe. Huna chochote, huna lolote, ni Mungu ndiye tusaidia. Anatupitisha kwenye vipindi vigumu, anatuvusha. Anatupitisha kwenye wakati mzito, anatuvusha. Anatutetea. Lazima mawazo yako yatoke kwa watu na jitihada zako, ulale kwenye jitihada za Mungu. Tuko sasa. Hii ndio inatengeneza wengi wanakuwa na kiburi, wengi wanakuwa na kiburi, wengi wanakuwa na kiburi. Wanaona ni wao ndio wanafanya, wanaona ni wao ndio wanatenda, wanaona ni uwezo wao, wanaona ni juhudi zao, wanaona ni siri. Ndugu yangu, ufiki mbali. Yeye ndiye atendaye kazi ndani yetu, kutaka kwetu na kutenda kwetu, ili kulitimiza kusudi lake jema. Sasa ngoja nipe mfano. Njoo na daktari lako. Mungu sije anafanya kazi ndani ya Mungu. Ni mfano. Mungu anataka kumpa mtihani. Kwa hiyo Mungu anatunga mtihani. Swali la kwanza, Mungu ni nani? Mungu ndiye anatunga mtihani. Swali la pili, Mungu anaishi wapi? Swali la tatu, Roho Mtakatifu ni nani? Ni Mungu ndiye anatunga ule mtihani. Alafu anakuja anataka uwe sahihi. Anapokuja anamshikisha, alafu anamwambia angalia maswali haya nimekutungia. Haya, swali la kwanza, Mungu ni nani? Andika Mungu ni roho. Yaani Mungu mwenyewe anafanya. Andika Mungu ni roho. Roho Mtakatifu nani? Anamfundisha majibu ya swali. Amen. Amen. Yeye ndiye amemtungia mtihani, alafu yeye huyo anakuja anaonyesha nini? Majibu. Mwanafunzi atafeli. Alafu akisha andika anakuja anasahisha. Yaani anasahisha kazi yake, anasahisha majibu yake, lakini majibu lakini ushindi anampa nani? Sika nalipata. Mnalipata? Yaani ametunga yeye, akasahisha yeye, lakini Max amempa. Alafu zawadi anampa huyu, lakini kwa kweli ni Mungu ndiye anafanya. Sio? Sasa Mungu ndiye atendaye kazi ndani yetu, kutaka kwetu na kutenda kwetu, ili kulitimiza kusudi lake jema. Kwa hiyo muda wote na wakati wote unapopita kwenye mtihani, Mungu anaruhusu mtihani, alafu anakuonyesha jibu. Alafu Max anakupa. Chapie Bwana Yesu makofi. Nimesemaje leo? Ndio maana tunajifunza kujisalimisha kila wakati. Mungu chapa kufanya usiende na ajenda zako kwa Mungu, utafeli. Ndoa itapigwa, maisha yatapigwa, uchumi utapigwa. Kwa sababu gani? Utakosa msaada. Maisha mengi ya watu kuchanganyikiwa na kuwa confused kwa sababu hawana msaada. Msaada wa Mungu unakuwa ukubali na wao wanaona wanaweza wakafanya. Na ndio maana Mungu analeta shida zaidi ya uwezo ulionao ili kiburi kisivuke. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo Mungu anapotaka kufanya kile kinachompendeza yeye, anakuja ndani yako kufanya kinachompendeza yeye na maana ndio maana lazima kila wakati umwangalie Mungu. Kila wakati. Hata kama ni kidogo, ujue Mungu ananisaidia. Hata kama kile ujue Mungu ananiwezesha. Hata kama vitu vile ujue Mungu ananisaidia. Amen. Kwa mfano kitabu cha Korinto wa kwanza sura ya 15.
Korinto wa kwanza sura ya 15 ule mstari wa 10. Asante. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa sio bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Wala sio mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Okay. Paulo anasema wanavyomuona vile ni neema ya Mungu. Neema ya Mungu maana yake ni ukamilifu wa Mungu unaokuja kufanya kazi kwenye chombo dhaifu kinachoitwa mwanadamu. Neema ya Mungu ni ukamilifu wa Mungu unaokuja kufanya kazi ndani ya chombo dhaifu kinachoitwa nani? Mwanadamu. Paulo alikuwa ni muuaji. Paulo ni mtu alikuwa anatesa kanisa, lakini ghafla kabadilika. Anasema jamani, mnavyoona hivi si mimi. Mnavyoona hivi nilikuwa nafanya kazi zaidi ya mitume wote walitangulia, si mimi. Anazungumzia neema, anazungumzia kazi, anazungumzia neema. Anazungumzia neema, anazungumzia kazi, anamaliza na neema. Kuna neema, kuna kazi, alafu na neema. Chochote kile ambacho Paulo alikifanya, alikuwa anaona neema ya Mungu. Alitaka watu wasimuone yeye, waone ni msaada wa Mungu ndani ya maisha ya Paulo uliokuwa unamfanya Paulo awe jinsi wanavyomuona. Pia Bwana Yesu makofi. Baada ya makofi hayatoshi. Bado haya makofi hayatoshi. Na ndio unakuta kwenye Wafilipi 4:13 anasema ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Bado anapotea, haonekani. Anaweza kuwa alivyo, anaweza kuishi anayopaswa kuishi, anaweza kutenda anavyopaswa kutenda. Anazungumzia ni kwa msaada wa nani? Tuko sawa tena. Hii ni siku ya darasa, lazima ujue hivi vitu. Kwa hiyo anaposema ninayaweza mambo yote katika yeye ananitia nguvu, maana yake ni kwamba anasema naweza kuwa ninavyopaswa kuwa kupitia nguvu zake. Ninaweza kuishi ninavyopaswa kuishi kupitia nguvu zake. Ninaweza kutenda ninavyopaswa kutenda kupitia nguvu zake. Maana yake Mungu akikuona anakuweka vile vigezo ndani vya kuwezesha uwe anavyotaka, uishi anavyotaka, utende anavyotaka. Haitokani na uwezo wa mwanadamu, haitokani na uwezo wa mwanadamu. Inaweka misingi vitu vijue. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu tuangalie mfano wa maombi ili Warumi sura ya 8 ule mstari wa 26-27. Ninaweka msingi ili tujue hivi vitu. Warumi 8 ule mstari wa 26 hadi 27. Angalia. Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa, na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Biblia inaanza kusema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu. Huu ni udhaifu gani anaozungumza? Udhaifu manake kutofikia vigezo. Udhaifu manake kutofikia viwango. Udhaifu manake kutokujimudu. Sasa anaeleza udhaifu ambao Roho Mtakatifu anakuja kusaidia. Anasema hatujui kuomba. Hii ni kwa kila mtu, awe nabii, mtume, awe mchungaji, awe mwinjilisti, awe mshirika wa kawaida, hajui kuomba. Asikudanganye mtu kwamba anajua kuomba. Hatujui kuomba.
kwa lugha nyingine anasema tunapopita kwenye changamoto na tunapopita kwenye vikwazo, hatujui tuombe namna gani na hatujui tuombeje. Hatujui tunatuombe namna gani na hatujui tuombeje. Tuko sawa? Tuko sawa? Tuko sawa? Unapita kwenye vikwazo, unapita kwenye kizuizi, unapita kwenye kila aina ya changamoto. Hujui kama kuomba. Ndio lazima uhitaji msaada wa Mungu ili upate kuomba kama Mungu anavyotaka. Sasa Roho Mtakatifu anachofanya, anachungulia moyo wa Mungu kwamba Mungu saa hii katika hili Mungu anasemaje, alafu anakuja kwako na kubonyeza omba namna hii, anakusaidia kuomba, alafu Mungu anasikia, alafu mambo yanafanyika sawa sawa na Mungu alivyokusudia. Chapie Bwana Yesu wako. Ndio maana kila wakati usimhesabia kama unajua kuomba, haujui kuomba, sijui kuomba, jinsi ninavyopaswa sijui kuomba. Kila wakati nahitaji msaada wa Mungu kunisaidia kuomba. Juu ya shida yako ninaombaje? Juu ya tatizo lako ninaombaje? Juu ya changamoto yako ninaombaje? Sasa inapofikia shida ya namna hiyo, maana yake sijui namna gani niombe na sijui namna gani nifanye. Sasa kazi ya Roho Mtakatifu ndio hiyo hiyo. Tuko sasa. Asikudanganye mtu ya kwamba anajua kuomba, asikudanganye mtu. Bila Roho Mtakatifu asikudanganye mtu. Unaweza kuomba sala zako karibu ukazipiga na kushika vitu kadha haisaidii kitu, kwa sababu kuna changamoto zingine mpaka akuongoze namna ya kuweza kutoka pale. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, 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 haleluya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuja kwako anakusaidia kuomba, na ndio maana lazima uonyeshe kuhitaji msaada wa nani? Wa Roho Mtakatifu. Lazima ujifunze kuhitaji msaada wa Roho Mtakatifu ili upate kwenda kwenye ile mtiririko, kuomba kwa ajili ya maisha yako, kuomba kwa ajili ya ndoa yako, kuomba kwa ajili ya uchumi wako, kuomba kwa ajili ya kazi yako, kuomba kwa ajili ya maeneo yote ya maisha yako. Yeye amekuja kutusaidia kwenye kila eneo la maisha yetu. Kila eneo. Bwana Yesu asifiwe. Hatujui tuombe nini? Hatujui tuombe nini na tuombe namna gani? Hatujui. Kisha jua namna hiyo, maana yake utakuwa kila wakati unatazama msaada wako. Sasa Roho Mtakatifu hapa anakuaje? Huyu mama amekuja na shida hii. Huyu mama amekuja na faida. Huyu sasa wewe unakaribia maombi yako yale ya mwaka 47 hayo na ulikaribishwa kwa mdogo mpaka sasa hivi. Utapata kitu. Ndio maana unakuta kuna vitu haviendi kwa sababu umekaribishwa vitu vya kuomba. Tuko sasa. Usiende mbele za kama unajua kuomba, kama unajua mbele za kama unajua kuomba, maana yake wewe ni Mungu. Kila wakati unamwambia Bwana Roho Mtakatifu nifundishe kuomba. Sijui kuomba jinsi inavyopasa. Nifundishe kuomba juu ya kazi yangu, juu ya familia yangu, juu ya maisha yangu. Nifundishe Roho Mtakatifu. Akishaona namna anajua huyu anahitaji msaada, atakusaidia. Utaomba kwa namna ya pekee. Nimekwambia ni wakati mwingine ninaomba masaa 10. Wakati mwingine masaa 6, wakati mwingine masaa 7. Ninaomba mpaka kimbia, hauwezi kukaa pamoja na mimi. Ni uwezo. Sio uwezo. Amen. 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 Sio uwezo wa kibinadamu. Lazima kuna msaada wa nani? Wa Mungu ndani yake. Lazima kuna msaada wa Mungu. Ambao hii ufanye kazi lazima ujue na lazima uhitaji. Nikwambia msaada unakuwa mtamu pale ambapo unahitaji. Tuko sawa? Kwa hiyo siku zote usiende ukiwa na unajua. Wewe ukimwambia kwa Mungu unacheka kupiga kibodi unashangaa.
Lakini kwa sababu unaenda unajua. Unajua? Hujawahi hata siku moja kumwambia Mungu sijui nahitaji hiki. Yaani wewe ukienda ni mjuaji kwake. Pasipo yeye sisi hatuwezi kufanya neno lolote. Sio kwamba hatuwezi kuomba. Tunaweza kuomba lakini chini ya kiwango. Si ndio? Sio kwamba siwezi nikafundisha, naweza nikafundisha lakini chini ya kiwango. Sio kwamba siwezi nikafanya huduma ya maombezi na watu wakafunguka. Naweza nikafanya lakini chini ya kiwango. Kwa sababu vigezo ambavyo Mungu anatumia anaangalia wewe na kile unachofanya kinaendana na kwa kiwango kinachotakiwa. Kama ni chini ya kiwango ndio ule utukufu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hivi vitu lazima uvijue ili usijisahau. Ili usiwe na kiburi, huna chochote cha kuweza kujivunia. Ni Mungu tu anakusaidia. Ni Mungu tu anatusaidia. Bwana asifiwe. Utajisifia eti. Alisema mwaka jika nikuja mara ya mwisho alikuja kanisa zili kwenda ndani. Nataka kuanguka. Afakati akashangaa kama amepotea, akakuona wewe. Anaona amebadilika. Ilikuwa ni kanisa la mabati. Nitajisifia nini? Nitajisifia ni uwezo wako. Nitajisifia ni nguvu zako. Leo hii watu wameenda, wengine wako mpaka Ulaya. Ambao tumefanya huduma ya maombezi. Nitajisifia nini? Hebu mbaki wewe kama hivi na msaada wa Mungu utaishi. Lazima kila wakati usione kazi yako, usione maisha yako, usione uzuri wako, usione nini, ukaona ndio kitu cha pekee unachofikiria ni chako. Usijivunie chochote kile. Bwana Yesu asifiwe. 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 Sasa usisahau kichwa cha somo nimesema msaada wa mwanadamu uliowekwa na Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Wengi wanamtaja Yesu, hakuna shida. Wengi wanamtaja Mungu, haina shida. Asilimia kubwa hawajui Mtakatifu. Na hawajui msaada wa Mungu anachotoa. Unachokihitaji kiko kwa Mungu, lakini amekificha kwa Roho Mtakatifu. Unataka kuomba, ni sawa. Mungu anakuwezesha kuomba, lakini kwa uwezesho ulio ndani ya Roho Mtakatifu. Unataka kufanikiwa, ni sawa. Mungu ameshaachilia mafanikio, lakini ameyaficha ndani ya Roho Mtakatifu. Unataka maisha ya amani, yako ndani ya Roho Mtakatifu. Unataka maisha ya furaha, yako ndani ya Roho Mtakatifu. Unataka maisha ya haki, yako ndani ya Roho Mtakatifu. Tuko sasa? Tuko sasa? Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa kwa mfano, karibia nimalize. Kwa mfano, kile kitabu cha Yohana 14 mstari wa 26-27. Yohana 14, my Lord. Tanza 25 sasa hivi. Hayo ndiyo niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Lakini huyo msaidizi, ikaweka koma, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote. Anayefundisha na kuwakumbusha yote. Anayekumbusha nani? Bwana Yesu asifiwe. Hii picha moja Biblia inamuita msaidizi. Na wewe unajua msaidizi anapokuwa
msaada. Kazi mojawapo ya mtu ambaye ni msaidizi, kabeba msaada. Yesu anamtambulisha Roho Mtakatifu kama msaidizi. Anataka tujue, anataka tufahamu ya kwamba yeye anaondoka, alafu anatuachia Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sasa neno msaidizi limetokana na neno la Kigiriki lenye maana ya parakleto, ambalo lina maana yeye anayekuja pembeni yangu kunisaidia. Yeye anayekuja pembeni yangu kunisaidia. Yeye anayekuja pembeni yangu kunisaidia. Neno msaidizi linatokana na neno la Kigiriki lenye maana ya parakleto. Yeye anayekuja pembeni yangu kunisaidia. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Hebu njoo. Ameanza kufikiri na amesoma Biblia, alafu hakuelewa, lakini Roho Mtakatifu yuko tu pembeni yake. Anaanza kujiuliza, hivi sasa mbona sielewi mstari? Sasa mbona siufahamu mstari? Hivi unazungumzia nini? Roho Mtakatifu yuko kimya hapa, na huyu anahangaika. Hii shida yangu, hivi ni tatizo mpaka nini? Yuko hapa kimya, alafu anachofanya anamwacha. Anaanza kutafuta majibu kwa watu. Anajisikia vizuri. Roho Mtakatifu anajisikia vizuri. Bwana Yesu amsije mkamhuzunisha. Ukisha okoka, Roho Mtakatifu yuko ndani. Unachopaswa kukiendeleza ni kujua namna anavyowasiliana na wewe. Ndio maana watu wamesumbuka na manabii na nini, kana kwamba wao ndio na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndani ndani. Hujataka tu kutengeneza mazingira ya kusaidie. Tuko pamoja. Akatanga amemwacha pala, kaenda akarudi na majibu karibia 100, akirudi amechanganyikiwa. Yeye yuko tu anaangalia. Anasikia. Mimi nimebeba msaada wake wa kimaisha, kielimu, nimebeba. Mbona sasa atamki kusaidia, kushirikisha? Yuko tayari ashirikishe majirani wote wakajua. Yuko tayari ashirikishe ndugu zote wakajua. Yuko tayari ashirikishe marafiki zote wakajua, lakini sio Roho Mtakatifu. Na yeye ndiye kabeba msaada wa maisha yake. Yeye ndio kabeba msaada wa maisha yake. Ndio unakuta maisha ya kuchanganyikiwa, yasiyo na uelekeo. Yesu huyu anaambia hiki, anaambia hiki, anaambia kirudi tu alikuchanganyikiwa. Watu wanaopoteza ushirika na Roho Mtakatifu ndio wanaishi maisha ya kuchanganyikiwa kabisa. Au wanaofikiria watu wengine ndio wanaweza kubeba msaada wao. Atukuzwe Mungu kama watakuwa wako sawa. Kama wako sawa, wamepoteza. Tuko pamoja. Umeshaona